wanatoka chama kingine kile na wanahamia kwenye chama chetu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, mje hapa kwa wingi wenu tafadhali, kwa umoja wenu, na mkiongozwa na Kamanda Maadhi, mje pamoja na mzee wetu mzee Zidadu, na waomba msogee hapa wote kwa pamoja. Kama huku sogea huku, ili watu waweze kuona, watu ambao mmekataa fikra za moshi wa mwenge na mmeamua kuunga mapambano ya kweli. Wanachama huu na upokewaji huu alitakiwa kupokelewa Mheshimiwa Suleiman Said Ali Bungala almarhum, Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema peponi. Mheshimiwa makamu mwenyekiti Zanzibar, makamu mwenyekiti bara, Mheshimiwa katibu mkuu, waheshimiwa viongozi mbalimbali, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum. Waheshimiwa viongozi, waheshimiwa wananchi, nazungumza kwa niaba ya wenzangu ambao tumepewa kadi hapa leo. Watu wa maeneo mbalimbali wamefika hapa kwa uchache kwa ajili ya uwakilishi. Na ndugu zangu, tuseme pia, wote tuliyekuja hapa, hakuna gari ilikwenda kokote kuchukua watu kwa ajili ya mkutano huu. Waheshimiwa, leo tunaanza upya siasa zetu za Kilwa, tunaanza upya matumaini ya Kilwa, leo tunaanza nayo upya. Watanzania wote, wananchi wa Kilwa, tunafahamu kwamba sisi watu wa Kilwa si watu legelege. Hatuna siasa za ubaridi, hatuna siasa za kuomba fadhila. Sisi tupo katika siasa za mapambano. Na waheshimiwa wananchi wenzangu, na sisi tuseme leo, Kilwa alute continua, mapambano yanaendelea. Waheshimiwa wananchi wa Kilwa, tunayo sababu sisi ya kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Sababu kuu, kwa sasa katika taifa letu hakuna chama kimejipambanua kwa ajili ya kupigania wanyonge kama si Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Waheshimiwa, tumefanya kazi iliyotukuka tukiwa chama cha wananchi kafu, na leo wanachama wa chama cha wananchi kafu kwa upande wa Kilwa Kaskazini wamejiunga na chama chetu akina Mheshimiwa Diana Nkenda. Waheshimiwa wananchi wa kata ya Njulinji, Likawage, Kilanjelanje, Mandawa, Lihimaliao, Kivinje na Kikole, Pande Bikoma, tuko hapa leo kwa ajili ya kuendeleza mapambano yetu ya Kilwa. Peoples. Waheshimiwa wananchi, sisi hatukuingia kwenye siasa kwa ajili ya udele mama. Wananchi wa Kilwa, faida ya mageuzi tulikuwa nayo katika kafu. Wananchi mlikuwa mnaheshimiwa, uongo kweli? Wakati sisi tuko madiwani Kilwa, Mheshimiwa Bwege mbunge, tukiuasha halmashauri, viongozi tendaji wa halmashauri, mkuu wa wilaya alikuwa anaheshimu wananchi Kilwa, uongo kweli? Waheshimiwa, sisi tumepigana katika halmashauri kuhakikisha wilaya ya Kilwa inapata mrahaba wa gesi wa asilimia 0.3% ya service levy ije katika halmashauri. Tukapanga mipango ya kuona fedha zile zinanufaishaje wananchi. Leo CCM wako wenyewe, mmeshawahi kusikia kuna hela ya gesi? Tuliweka utaratibu, kila kijiji kikizalisha mapato ya service lende katika kijiji, kwenye korosho, kwenye ufuta, kwenye gesi na kwenye rasilimali zingine za mbuga na hifadhi, kuna mtu anapata chochote kutoka halmashauri. Sasa tumerudi nyuma zaidi ya miaka 100. Waheshimiwa, sisi tulikuwa na viongozi tukiongozwa na Kamanda Bwege, lakini tulikuwa na Maalim Seif. Na ndugu zangu, niwaambie leo, Maalim Seif angekuwa hai asingekuwa ACT Wazalendo. Sijui tunaelewana? Maalim Seif katika uchaguzi wake wa mwisho amesimama jukwaani na kumnadi mgombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas.
Thomas Lissu Mungwai. Waheshimiwa, leo ACT Wazalendo, chama ambacho tulidhani kingeweza kikatutetea, lakini tumebaini ACT ni matapeli na tumeachana nao, na sasa tuko Chadema. Hainaga ubishi ndugu zangu. Watu waliogombea udiwani kwa tiketi za ACT wamekopeshwa hela na madeni makubwa hayalipiki. Kuambiwa kopeni hela hii, leteni namba zenu za akaunti, tutakuingizieni hela. Kawaulizeni ndugu zenu, wakati sisi tunakataa kushiriki uchaguzi, wale walioshiriki uchaguzi wameachwa na ACT na madeni mazito ambayo hayalipiki. Peoples. Ndugu zangu, wasi wananchi wenzangu wa Kilwa, CCM adui yetu mkubwa alikuja na siasa za propaganda za kutaka kutugawa. Na Mwingereza wakati anatafuta utawala katika mabara mbalimbali, walikuwa wana sera yao, the divide and rule policy. Tumepambana nao CCM siku nyingi, wakituambia kafu ni chama cha udini. Urongo kweli? Etina leo ACT na wao waseme kuna chama cha kidini. Lakini lingine, ndugu zetu wa ACT, hasa nyinyi wanachama, tunakuombeni njoeni. Mmepotea kwa sasa, mko nyuma ya muda. Dunia inakwenda mbele, nyinyi mmesimama hapo hapo. Njoni tuunganishe nguvu zetu kwa pamoja, tuende tukapambane na CCM, turudishe mikononi mwetu jimbo la Kilwa Kusini na jimbo la Kilwa Kaskazini. Turudishe halmashauri, tuikomboe Kilwa. Peoples. Waheshimiwa wananchi wenzangu wa Kilwa, naongea kwa utungu mkubwa kwa sababu tumeingia kwenye gharama kubwa ya kuikomboa Kilwa. Na leo Kilwa imerudi nyuma. Tunafika sehemu hatuna uhakika wa maisha yetu. Korosho zetu hatuna soko la uhakika. Leo futa unasuasua kwenye samaki usiseme. Watu wa Kivinje tumewahi kuchomewa nyavu moto hapa, na nyavu hizo tunachomewa wiki hii, wiki ijayo zinarudishwa, kwa sababu sauti ya kweli imekaa pembeni. Tunakuombeni sauti yenu ndugu zangu wa Kilwa, tuirudishe Kilwa katika msimamo wake, kwani Kilwa ilianza kuwa na mashujaa karne na karne. Kilwa hii ni ya Suleiman Mamba, hii Kilwa ni ya Kinjeketile, Kilwa hii ni ya Makunganya. Kwa nini watu wa Kilwa tuendelee kuwa pole pole? Peoples. Naona muda hautoshi, lakini kuna neno la kusema ndugu zangu. Wanatuambia habari ya udini, lakini Mheshimiwa Katibu Mkuu Mnyika, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi watu wa Kilwa, chama cha kwanza kukikubali hapa ilikuwa ni Chadema, chama cha upinzani. Uchaguzi wa mwaka 95 mimi nilikuwa na miaka 16 kipindi kile. Mgombea wa kwanza kushinda wa CCM kula 8,000. Wa pili ni mgombea wa Chadema Abaudu Bakari Ahmad, alipata kula 1,600. Chadema ndo chama cha kwanza Kilwa hii, na sasa tumeuacha, tunakwenda mbele. Lakini na hii propaganda ya kidini, watu waambie kwamba tuliambiwa kafu chama cha udini. Tumejenga misikiti mingapi? Chadema ndio sio kujenga makanisa. Jamani, Chadema imejenga makanisa mangapi? 95. Tulichagua kwa nguvu Chadema ili tujengee makanisa mangapi? Lakini ndugu zangu, Mheshimiwa Katibu Mkuu, uchukua hili. Hofu hii haipo hapa, kwa sababu mwaka 2015 katika uchaguzi wa rais kwenye jimbo la Kilwa Kusini, mgombea wa Kilwa Kaskazini, mgombea wa Chadema Lowassa aliongoza kwa kula nyingi dhidi ya Magufuli. Urongo kweli? Jamaa zangu, ni urongo kweli? Ina maana 2015 watu wa Kilwa tungekuwa tunapiga kula ya urais, Chadema ilishinda hapa. Sasa leo eti aje mtu aseme Chadema tufanane nao. Sisi bwana tumechoka maneno ya kitapeli.
Sisi hatutaki uongo, tunataka ukweli. Na sasa tumeamua kuingia Chadema, tunamfuata kamanda Tundu Antipas Lissu. Tundu Lissu ni mpango wa Mungu. Tundu Lissu ni mpango wa Mungu. Haiwezekani kwa akili za kawaida mtu ukapigwa risasi 16 ukapona. Tukikumbuka miujiza, tukikumbuka kwenye vitabu, tunamuona Lissu anafanana na Nabii Ibrahim ambaye alikamatwa akachomwa moto na akufa. Mungu aliuambia moto kuwa baridi kwa Ibrahim, na Ibrahim hakuungua, na Mungu aliziambia risasi kuwa baridi kwa Tundu Lissu. Mungu ana mpango na Tundu Lissu. Waheshimiwa, muda wetu hautoshi. Salamu kwa waliobaki katika vyama vya matapeli. Moto tumeuasha, hautozimika mpaka Kilwa tunarudisha katika mikono salama.